ile maisha ambayo Mungu alitupatia. Bwana Yesu asifiwe. Na ametubadilishia, akatupa maisha mengine ambayo sio ya kufurahia. Lakini nataka tukimalizia hapa, ukihisi ya kwamba unatamani upewe maisha mengine, utakuja tuweze kuomba na wewe. Hivyo katika kitabu cha Samueli wa pili, sura yake ni ya 9, tusome mstari wa 4. Nitasoma kwa Kikuyu, kisha baadaye nitasoma kwa Kimombo. Na Bwana atatubariki. Samueli wake elekeda muraini wa 5. Hĩndĩ mũthamaki Daudi akĩrekania akĩmũgĩrithia Mefiboshethi ũcio wa Jonathani wa Saũlũ. Hebu nianzie tena. Hĩndĩ mũthamaki Daudi akĩrekania akĩmũgĩrithia akĩmũrutithia mũciĩ wa makeru wa Amieli o kũu Lodebari. Praise the name of the Lord. Amen. Kiingereza inasema, then King David sent and fetched him out of the house of Makir, the son of Amieli, from Lodebari. Praise the name of the Lord. Amen. Nataka kunena ujumbe wenye kichwa coming out of Lodebari. Praise the name of the Lord. Amen. No kinya tume koto gwetagwo Lodebari mũndũ wa Ngai. Lazima tutoke Lodebari wapendwa. Biblia imesema ya kwamba ni katika nyakati za Mfalme Daudi alipokalia katika kiti cha ufalme, na ukumbuke vile alikuwa ameteswa na Sauli. Saũlũ ni atengeranĩtie na Daudi mũno nĩgetha amũrage ndakanae gũtuĩka ũrĩa Ngai endaga. Nasema hivi, Sauli alikuwa anakimbizana na Daudi ili aweze kumuua, ili Daudi asiweze kufanyika kile Mungu alikuwa amekusudia. Na vile ndivyo ilivyo siku ya leo. Amen. Kuna wengine shetani amekimbizana na maisha yao. Vijana wengi shetani amekimbizana na maisha yao. Wamama wengi shetani amekimbizana na maisha yao. Our young people, the enemy is pursuing over their lives, sababu wanajua wako na hatima kubwa. Praise the name of the Lord. Amen. Akakimbizana na Daudi. Maana hakuwa anataka Daudi akaweza kukalia kiti cha ufalme. Lakini Mungu na yeye ni nani? Kile amekusudia kitafanyika katika maisha ya mwanadamu. Hata kuinuke nini, hata kuinuke pingamizi namna gani, whatever the Lord has purpose, you are going to be, you shall become that. Praise the name of the Lord. Biblia inasema ya kwamba Daudi alipofanyika mfalme akakumbuka yale mateso aliyoteswa na Sauli, akakumbuka kijana wake mfalme Sauli alikuwa anaitwa Yonathani, vile alivyomsaidia asiuawe na baba yake. Alikuwa anamwambia, baba yangu amepanga kukuangamia, siku ya leo usilale kwenye chumba chako, inuka uweze kutoroka. Daudi na Sauli wakafanyika marafiki. Biblia inasema kwamba wakaitiana watakaa wakiwa marafiki. Na sasa wakati huu Daudi amefanyika kuwa mfalme na Jonathani aliuawa kwenye vita. Sasa Biblia imetuambia ya kwamba Daudi siku moja akiwa kama amekaa chini akitafakari kule Bwana alikuwa ametoa maisha yake, sababu ni vyema kutafakari kule Bwana amekutoa. Watu wengi wamekufa katika huu mwaka wa 2020. Wengine wamekufa na COVID-19, wengine wamekufa na magonjwa mbalimbali, wengine wameuawa na wakora, wengine hata hawakugonjeka. Daudi akaanza kutafakari vile mapendo ambayo alifanyiwa
na rafiki yake Jonathani akafikia ya kwamba siwezi kaa hivyo, lazima niweze kuinuka ili nikaweza kurudisha shukrani ya yale mambo ambayo Jonathani alikuwa amemfanyia. Akainuka akaenda kwenye nyumba ya Jonathani akauliza, je, kuna mtu mmoja amebakia ili nikaweza kumtendea mema sababu ya Jonathani? Akaambiwa ya kwamba huku kwenye nyumba ya Jonathani hakuna mtu hata mmoja amebakia, sababu yule ambaye alikuwa amebakia alikuwa kijana mmoja ambaye alikuwa ni kiwete. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Akauliza, je, kuna mtu mmoja amebakia kwenye nyumba ya Sauli niweze kumtendea mambo mazuri? Sababu alikumbuka vile vitendo alitendewa na Jonathani. Wapendwa, sikuwe na mtu atakumbuka yale matendo mazuri Mungu amemtendea. Jamani, wewe ni mwenye dhambi na bado Mungu amekupatia uhai. Wewe unaendelea kuasi na bado Mungu haja kuangamiza. Wewe unaendelea kuwaibia wengine na bado Mungu haja kuangamiza. Wewe unaendelea kubomoa nyumba za wale wengine na bado Mungu haja kuangamiza. Wewe unawachukia wale wengine na bado Mungu haja kuangamiza. Daudi alipokumbuka yale matendo alitendewa na Jonathani, akasikia hata kama nimefanyika rais, hata kama nimefanyika mfalme, siwezi kaa nikafurahia, sababu kama sio Jonathani aliweza kunisaidia wakati moyo wangu ulikuwa unakimbizwa na baba yake. Akagundua ya kwamba angefanyika kuwa mfalme vile tulivyo siku ya leo. Kama sio Mungu ametulinda, wengine wetu hatungekuwa vile, wengine wetu tungekuwa tumeraruliwa na huyo adui anaitwa Shetani. Wengine wetu tungekuwa tumeangamizwa, hatungekuwa tukifanya biashara hizi tunafanya jioni ya leo. Ashukuriwe Mungu yule ambaye alikumbusha Daudi ili asiweze kupumzika, akakumbuka ile ahadi waliweza kuahidiana na Jonathani. Hata kama Jonathani alikuwa amekufa, akaenda kutafuta ili akaweza kutimiza ile ahadi waliahidiana, na Biblia inasema ya kwamba akaenda kwa Mungu jamaa kwa nyumba ya Sauli, akauliza watu wa pale, je, kuna mtu mmoja amebakia kwenye nyumba ya Jonathani, kwenye nyumba ya Sauli, ili nikamtendea mema sababu ya yale pia mimi aliweza kunitendea. Bwana ametumana jioni ya leo, anataka kukutendea mema hata kama wewe haukumbuki yale mema Mungu amekutendea. Mungu ametumana kwako wewe kijana, maana anataka kutendee mema. Anaona vile umeteswa na adui, lakini ametumana jioni ya leo, anataka kubadilisha maisha yako, maana anajua ukiendelea kukaa kwenye dhambi kwa hakika utaangamia. Ndiposa ametumana kama vile Daudi alivyo ulizia kwenye nyumba ya Sauli, je, kuna mtu amebakia kwenye nyumba ya Sauli ili nikaweza kumtendea mema jioni ya leo? Hivyo ndivyo Mungu anauliza, je, kuna mzee mmoja ambaye amebakia kwenye kijiji cha Maraba niweze kumuokoa? Kuna mama mmoja ambaye amebakia, kuna kijana mmoja ambaye amebakia ili akaweza kutendewa mema na huyu Mungu. Biblia inasema ya kwamba wakati Daudi alipouliza lile swali, ukatokea jamaa mmoja alikuwa anaitwa Ziba, ambaye alikuwa ni yeye
mjakazi wa hiyo nyumba ya Sauli, maana yule kijana ambaye alikuwa amebakia alikuwa anaitwa Mefiboshethi, na huyu Mefiboshethi, he was the son of Jonathan, but he was a lame man. Alikuwa hajiwezi, alikuwa ni kirema, hakuwa anaweza kujifanyia mambo. Sasa yule Ziba alipokuja akamwambia Mfalme Daudi, kuna mtu mmoja amebakia, lakini huyu kijana sio wa kupendeza, maana yeye ni mlemavu, hawezi kutembea. Daudi akasema, ako wapi? Praise the name of the Lord. Kuna watu Mungu ametumana ili wakaweza kuendewa mahali ambapo shetani amewaweka. Kuna wazee Mungu ametumana ili wakaweza kutolewa kwenye virabu ambazo shetani amewaweka. Kuna wamama Mungu ametumana ili wakaweza kuondolewa kwenye mambo ya kuwa najisi ambayo shetani amewaingiza. Daudi akauliza, ako wapi huyu kijana? Ile Ziba akamrudishia, akamwambia yuko mahali kunaitwa mzee anaitwa Makeri, ambaye alikuwa ni wa Amieli, mahali kunaitwa Lodebari. Wapendwa, Lodebari sio mahali pazuri. Lodebari ni mahali kwa kufinywa. Lodebari ni mahali kwa huzuni. Watu wengi wamekaa katika Lodebari, lakini ni watoto wa wafalme. Huyu Mefiboshethi alikuwa kijana wa Sauli, na Sauli alikuwa kijana wa mfalme Sauli. Alikuwa nafaa akae maisha mazuri, lakini wana sasa maisha yake alikuwa ametolewa katika mahali pake pazuri, akaenda kujificha kwenye nyumba ya Makeri, kule ambako hakuwa na starehe. Alikuwa anateseka, lakini alikuwa kijana wa mfalme. Nimekuja kutangaza, kuna watoto wengi, kuna vijana wengi ambao ni wana wa mfalme, kuna wazee wengi ambao ni wana wa mfalme, kuna wamama wengi ambao ni wana wa mfalme, kuna wasichana wengi ambao ni wana wa mfalme, lakini wametolewa kwenye mahali pao ambapo wanaweza kufurahia, kama vile Mefiboshethi alivyotolewa kwenye nyumba ya babu yake, akaenda kukaa kwa Makeri wa Amieli, ile mji wa Lodebari. Hivyo ndivyo imefanyika kwenye maisha ya watu wengi. Shetani ameweza kuwaondoa kwenye mahali pao ambapo wanaweza kuona furaha. Shetani ameweza kuwaondoa kwenye mahali kwa kutajirika. Shetani ameweza kuwaondoa kwenye mahali kwa kuendelea. Amewapeleka mahali ambapo hawawezi kuwa na furaha moyoni mwao. Amewapeleka mahali ambapo hawawezi kuendelea na maisha. Lakini niko na ujumbe. Biblia inasema ya kwamba Daudi akauliza, ako wapi Mefiboshethi? Ako wapi Mefiboshethi? Kuna mtu anatafutwa jioni ya leo na Mungu. Haijalishi amelekwa wapi, haijalishi hali ya maisha imemfikisha wapi, kuna Mungu ametumana ili jioni ya leo ukaweza kurejeshwa kwenye mahali pako ambapo pameinuliwa. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Sasa huyu Mefiboshethi ukawa niwe wale muthamaki. Ni kama leo, siku ya leo sasa, yule kijana wa uhuru akuya ati ametoka kwao nyumbani, ameenda kuomba mahali kwa kukaa. Praise the name of the Lord. Amen. Hivyo ndivyo shetani huwa anafanya. Huwa anatoa watu kwenye mahali pao ambapo wanastahili kuwa na furaha, ambapo wanastahili kuwa wakisherehekea.